tumepata neema tena ya kuwepo mahali palipowekwa jina lako. Maana Bwana, jina lako iliwekwa katikati ya wana wa Israeli wakiwa kule Baba wa rehema jangwani wakielekea Kanaani. Baba, walipofika kwenye ukingo wa mto Yordani katika eneo la Shitimu, ama Baba wa rehema tambarare ya Moabu, Baba wa rehema ukaendelea kuwepo katikati yao. Baba, walipokuwa wanavuka mto Yordani, Baba, jina lako lilikuwepo pale katika sanduku la agano iliyebebwa Baba pale katikati ya mto Yordani. Walipotoka pale, jina lako likiwekwa katika Baba Gilgal. Hatimaye Baba, jina lako likadumu pale ikitekwa nchi ya Baba wa rehema Kanaani. Baba wa rehema, baada ya utekaji Baba miaka 7, jina lako likahamishiwa Baba katika eneo la Shekemu ambayo iliitwa Shilo Baba, katika ugawaji ya urithi na kuendelea Baba kumiliki nchi ile. Jina lako lilikuwepo Shilo Baba wa rehema. Eneo la hili Baba wa rehema ni takatifu, maana jina lako limewekwa katika eneo hili. Jinsi Baba wa rehema wana wa Israeli walienda mahali palipowekwa jina lako, na wana Baba wa rehema wa Injili wamefika mahali palipowekwa jina lako. Baba wa rehema, leo nataka jina lako litukuzwe ndani ya nafsi ya kila moja, roho ya kila moja, mwili wa kila moja Baba, familia ya kila moja, uzao ya kila moja Baba, ukoo wa kila moja na taifa la kila moja, mkoa wa kila moja, wilaya ya kila moja, na Baba, kata kila moja na kijiji cha kila moja. Ninalitukuza jina lako, maana ni kweli jina lako limetukuka kuliko majina yote, na jina hilo lilotukuka litukuke katika maisha kila moja, na kila mtu aseme imekuwa. Imekuwa. Nikisema imekuwa ni sawa sana kusema amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa sana kusema nini? Amen. Amen. Amina. So unaposema amen, maana yake imefanya nini? Imekuwa. Sasa nimeomba na neno hilo tukiwa kwenye kitabu cha Waamuzi. Tulianza jana kuweka msingi, lakini tunaamini kabisa ya kuwa bado jina la Bwana kwenye kitabu cha Waamuzi iliendelea kuwepo pale Shilo. Itatoka Shilo pale kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 4 mstari wa 3. Hapo ndipo jina la Bwana litatoka Shilo, pale ambapo mke wa moja kati ya wale watoto wa Eli atasema ika bod, maana yake utukufu wa Bwana umefanya nini? Umeondoka katika taifa la Israeli ama Shilo. Sasa jana tuliona kabisa kwa kitabu cha Waamuzi ni kitabu cha 7 kwenye Biblia. Biblia ya Waprotestanti yenye vitabu 66. Sipendi kuongelea Biblia yenye vitabu vingi kuliko 66, maana hayanihusu mimi. Naongelea yale yanayonihusu mimi. Ndio maana mambo yanayohusu agizo kuu na wana wa agizo kuu naweza nikaelezea vizuri sana. Sasa kitabu cha Waamuzi ni kitabu yenye sura 21, na kitabu hicho jana mimi nilisema ya kuwa imeandikwa na nabii Samueli, ingawa watu wengi sana husema ya kuwa mwandishi wa kitabu hicho haijajulikana, lakini katika kusoma nitakuonyesha unaposoma na kufikia kitabu cha Samueli wa kwanza na mpaka Samueli wa pili, nitakuonyesha ya kuwa aliandika kitabu hicho ni Samueli yule mwana wa Elkana. Lakini kitabu hicho ni kitabu kinachoanza baada ya kitabu cha Yoshua. Ndio maana ni furaha yangu kuendelea kukuambia ya kuwa kitabu cha Mwanzo, ukielewa kitabu cha Mwanzo, unayo nafasi ya kuenenda kwenye kitabu cha Kutoka na kuielewa, maana kitabu cha Kutoka ni mwendelezo wa kitabu cha Mwanzo. Lakini pia kitabu cha Mambo ya Walawi ni kitabu cha mwendelezo wa kitabu cha Kutoka. Lakini mahali ambapo kitabu cha Mambo ya Walawi inaishia, ile sura ya 27, pale ndipo kitabu cha Hesabu sura ya kwanza inaanzia pale pale. Cha ajabu, kitabu cha Hesabu inapoishia kwenye sura ya 36, pale pale ndipo kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza inaanzia pale pale. Na panapoishia kitabu cha Kumbukumbu la Torati kwenye sura ya 31, kifo cha Musa juu ya mlima Abarim na kilima Nebo
Nebo na kwenye kilele cha Pisga, pale pale Musa anapokufa, pale pale ndipo kitabu cha Yoshua inaanzia pale pale kwa kusema kuwa inuka juu mtumishi wa Musa Joshua, maana mtumishi wangu Musa amefanya nini? Amefariki. Unaona sasa, ukienda na kitabu cha Joshua unapofikia sura 24, Joshua anafanya nini? Joshua anaimarisha agano kati ya wana wa Israeli. Pamoja walikuwa katika miliki zao, kila mmoja na urithi wake, mpaka na Walawi ambao hawakutakiwa kuwa na urithi bali ni miji na malisho, wakaitwa wote katika eneo la Shekemu ambayo ilikuwa ni Shilo, naye akawapa usia. Na kwenye sura 24 tukaona Yoshua Mungu akamwita mara ya kwanza mtumishi wangu. Ina maana tayari hiyo ilikuwa ni udhihirisho ya kwa Yoshua alivaa kiatu cha Musa, na Yoshua alikuwa ni moja kati ya manabii. Lakini kifo cha Yoshua na kuzikwa kwake, kifo cha Eliazari kwani kuna kuzikwa kwake, na wale wazee waliotenda kazi pamoja na Yoshua kwa kusimamia yale makabila 12 ya Israeli, pale pale ndipo sasa tunakwenda kuona ya kuwa kitabu cha Waamuzi inaanzia pale pale baada ya kifo cha Yoshua. Na jana tukaona moja kwa moja kwenye muktasari ya msingi wa kitabu cha Waamuzi ya kuwa tuliona dondoo ya kwanza ya kuwa uasi na ukengeufu wa Israeli ambayo ilidhihirika. Hiyo tuliona kwa itaanzia sura ya kwanza mpaka sura 3 mstari wa 6. Lakini tutaenda kwenye dondoo ya kwanza ambayo ilikuwa ni dondoo ya kwanza lakini sehemu ya A ndogo, ambapo tuliona ni Israeli kushindwa kutakasa nchi. Sasa hebu twende sasa kwenye sura ya kwanza tuone ya kuwa je, huyu mwandishi anaanzaje? Anaanza kwa kukumbuka ule utekaji uliokuwepo wakati wa Yoshua, lakini na maeneo ambayo yalienda kuendelea kutekwa, lakini kupitia mfumo ambayo Mungu aliweka. Mungu akuweka mfumo sasa kwenye mtu mmoja. Mungu aliweka mfumo kupitia kura, lakini ikikuwa inadondokea kabila. Umeona, kura itadondokea kabila la Yuda. Lakini pia tuliona kabisa katika ile kura ya ugawaji wa maeneo katika Yoshua sura ya 13, tuliona kabisa kwa kabila la Yuda ilikuwa ni wa kwanza kufanya nini? Kugawiwa urithi wao. Lakini pia katika swala la uongozi na kabila ambayo inatakiwa kuongoza, kura inaangukia Yuda. Hebu nikuulize, je, wewe panapokuwepo sherehe ama sehemu yoyote ya kuchaguliwa mtu, je, kura inakuangukiaga? Kama kura inakudondokeaga, basi jua kabisa unao kitu. Nataka hiyo kura kuanzia leo ikuangukie, lakini utumie vizuri sana. Pale chomekea neno la Mungu pale pale. Wakikupa nafasi ya kuomba, shuka vizuri sana mpaka watamani kukutafuta ili ufanye nini? Wajue mengi kuhusu maombi uliyeomba. Mtu utamjua jinsi anavyoomba. Anajua Biblia, hajui Biblia. Utajua wakati wa kuomba. Maana huwezi kutumia kitu usichokuwa nacho. Ndio maana kujua Biblia inakupa nafasi ya kuomba na Biblia na kuomba neno la Mungu. Ndio maana imeandikwa kuwa Bwana utazama neno lake ili apate kulitimiza. Ukisema kabisa nina mlani kwa jina la Yesu, unamlani kwa jina la Yesu. Je, jina la Yesu anaweza kalani? Sasa unapotaja laana, lazima utafute andiko kwenye Biblia inayoongelea laana utumie. Kama ulikuwa hujui, unapotaja msamaha, yapo maandiko mengi sana ya msamaha. Mungu atatazama neno lake la msamaha. Mungu utazama neno lake apate kulitimiza. Nani amesikia nilivyokuwa naomba mwanzo hapo kabla tujaanza? Umesikia nikiomba? Nani anaweza akasema ameelewa nini ama nini ulichosikia wakati wa kuomba? Wakati naomba hapa tukianza, nani alikuwa makini akasikiliza? Na niambie nimetumia kitabu gani? Nimeanzia wapi nikadondokea wapi? Nimeanzia kitabu cha Yoshua. Hapana mama, nimeanzia Kutoka, maana nimeanzia jina la Bwana iliwekwa katikati yao. Wakiwa wapi? Jangwani, wakisafiri kuelekea wapi? Kanani. So hapo
Bila shaka nimeanzia kitabu cha Kutoka, lakini nikashuka kitabu cha Mambo ya Walawi, kitabu cha Hesabu, kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kitabu cha Yoshua, alafu umeona nimedondokea kitabu cha Yoshua sura ya 24 nikamaliza nayo. Lakini umeona nimetoka kwenye kitabu cha Kutoka na kuomba, lakini nikipita mpaka kitabu cha Yoshua. Lakini hii ni njia inayonifanya mimi neno la Mungu izidi kukaa ndani yangu kwa wingi maana. Njia nzuri ya kujifunza ni kupitia kuongea. Ndio maana wazungu wanasema hivi, the mother of learning more education is through repetition. Umeona? Wewe ulipokuwa mdogo ulikuwa unaanza kuita ma ni maji, ma ni mama. Na chochote kinachoanzia na ma, hatimaye mama. Umeona sasa? So ndio njia ya kujua. Lakini njia sehemu nzuri ya kufanya mazoezi ya kutumia maandiko ni sehemu ya maombi na sehemu ya maongezi yako. Yesu akuongea maneno yake pasipo kuweka neno la Mungu. Ndio maana hii ni njia ya kufanya neno la Mungu likae ndani yako kwa wingi. Nani amenielewa na kunisikia vizuri? Nisikie ukisema amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa Mungu utekwa na wenye nguvu. Utekwa na nguvu, na hao wenye nguvu ndio ufanya nini? Uiteka. So watu wa Mungu nasema hivi, usione mimi kila siku nafundisha Biblia. Mungu anasema mchungaji huna cha kufanya ndio maana nafundisha Biblia kila siku. Kama wewe unaona kama ni jambo jepesi, njoo simama hapo ufundishe. Mimi niko tayari kukaa hapo. Maana kinachofanyika hapa ni nje kabisa hata katika utaratibu wa theolojia. Theolojia nasema kabisa utengeneze somo lako masaa 72 ambao ni siku 72 ambao ni siku 3, alafu ndio ufundishe somo. Lakini pia ufundishe ndani ya dakika 40, usizidi hapo, watu wanachoka. Wakati kwenye vyama vya siasa watu wanaongea mpaka masaa 5, masaa 10. Mbona watu wasichoke? Mbona kwenye zile starehe wanaruka mpaka asubuhi wachoke? Wakija kwenye habari za Biblia, shetani anajaribu kuweka speed governor, eti ufundishe dakika 30. Wewe nasema hivi, huu ni wakati mwingine. Kizazi hiki ni kizazi kipya, na kizazi kipya unawaza kweli, mtoto wa mtu. Kizazi kipya, injili ya kweli. Injili ya kweli, Kizazi kipya, kizazi kipya, injili ya kweli. Unawaza nini juu ya injili? Sisi ni kizazi kingine Mungu anainua. Haya tunayofundisha hayafundishwi. Wengine wanasema usifundishe washirika. Mimi nasema hivi, watu wa Mungu tunuie kujua neno la Mungu. Ukijua neno la Mungu yatakulinda. Neno linalinda kabisa. Ndio maana imeandikwa hivi, neno langu likae ndani yenu kwa wingi. Kwa neno likae ndani yako kwa wingi. Neno likikaa ndani yako kwa wingi alafu neno likawa hai, ina maana yanatoka unaongea. Neno litakulinda. Lakini mara nyingi neno likiwa ndani yako lakini uyaongee, ina maana yanakufa. Ndio maana nasema hivi, watakatifu wa Bwana, huu sio wakati wa kuongea mstari moja moja. Huu ni wakati wa kuondoka. Unaondoka na Biblia yote. Kama Samsoni mwana wa Manoa, tutaona alipobeba mgeti ule mkubwa akaondoka nao mpaka mlimani. Jinsi aliposhika wale mbweha 300 akafukuzia mbali, huku amefunga mikia yao. Huu ni wakati mwingine, maana huu ni wakati wa mwisho. Ndio maana shetani anatumia silaha zake zote. Shetani yuko kanisani. Kwani kanisani watu wanapona sana sasa hivi? Kwa sababu neno la Mungu alipo. Ni blabla nyingi, lakini kanisa kuna sehemu kanisa liliwacha neno. Kanisa lazima irudi kwenye neno la Mungu ili tuendelee kuona matendo makuu ya Yesu. Ndio maana wanafunzi wa Yesu walifundisha yale aliyeanza kufundisha Yesu na kuyatenda. Je, hawakupata mambo makuu kama Yesu alivyopata? Na sisi lazima tufundishe yale aliyofundishwa na Yesu na wanafunzi wake. Ndio maana tunaleta injili iliyopo kwenye karne ya kwanza kwenye karne ya 20 na ngapi na moja. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sasa tuende moja kwa moja kwenye kitabu cha Waamuzi. Utekaji wa Waisraeli usiokamilika. Utekaji wa Waisraeli usiofanya nini? Usiokamilika. Kwa nini wateke alafu wasikamilishe? Unachokifanya kwenye maisha yako, mtakatifu wa Bwana, mtu uliokoka, uwe ni mtu ambaye ukianza kufanya kitu uifanye uimalize. Usiwe mtu unayeacha mambo nusu nusu. Kila jambo ulianza kuifuatilia, hakikisha unaisimamia mpaka inafikia mwisho. Hilo ni tatizo iliyokuwepo kwa wana wa Mungu aliyetangulia wana wa Israeli. Lakini hata watu waliokoka ni watu ambao huwa wanapuuzia mambo. Kuanzia leo mimi nakuomba kabisa, kile ulichoanza kufuatilia
hakikisha tumefikia mwisho. Isiwe utekaji wa Israeli usiokamilika kama tutakapoona hapa. Hebu sasa tuende kwenye Waamuzi sura ya 1, tuandamane pamoja tuone nini kilichofuata baada ya kifo cha Joshua. Alafu cha ajabu, Joshua kafa. Bora hata Eleazari angeendelea kuwepo, Eleazari nayo kafa. Bora wangeendelea kuwepo wale wazee kafa. Unaposema wazee, unasema wakina Caleb. Kwa sababu si viongozi walioongoza, waliochaguliwa kuwakilisha yale makabila. Caleb alikuwa anawakilisha kabila la Yuda. So unaposema wazee, wakina Caleb wanakufa sasa. Alafu kinachobaki ni nini? Kinabaki sasa kizazi kingine. Kuhani mkuu anakuwa nani? Anakuwa Finehasi mwana wa Eleazari. Alafu sasa kura inadondokea nani? Kura inadondokea Yuda. Lakini wazee wameshakufa. Angalau Othnieli yuko pale Yuda. Mambo yatakaa vizuri. Hebu twende kwa jina la Yoshua. Bila shaka soma kwa jina la Yoshua. Ikawa baada ya kufa kwake Yoshua, wana Israeli wakamuuliza Bwana wakisema, ni nani atakayekwea kwanza kwa ajili ya nchi ya Wakanaani? Umeona sasa? Bila shaka walikuwa kwenye mapenzi ya Mungu. Ndio maana wanamuuliza Bwana. Je, unamuuliza Bwana jambo lolote kabla hujaanza? Je, kabla hujaanza safari ya kwenda kazini huwa unamuuliza Bwana? Unaanza na Bwana? Wana wa Israeli wanaanza na Bwana kwa tayari waliyekuwa wanawaongoza wameshakufa, lakini sasa ni nani awaongoze? Bwana. Ukimuuliza Bwana, Bwana atakuonyesha. Ndio maana namshukuru Mungu, sianzi jambo lolote pasipo kuanza na Mungu. Sianza kuendesha gari pasipo kuanza na Mungu. Sifiki mahali pasipo kuomba. Ni nani niliyefika kwake akaniona sijaomba? Nani nimewahi kufika kwako ukaona kabisa sijaomba? Nani ambaye nimewahi kufika nyumbani kwake akaniona sijaomba kabla sijakaa? Nione kwa mkono. So, kwa nini? Nimejifunza ya kuwa anayemuuliza Mungu kabla hajaanza huwa hatoki katika msingi mzuri na mabaya huwa mpati. Aliyeanza na Bwana huenda mpaka mwisho na Bwana. Ndio maana kuna mambo matatu ambayo nataka uyajue leo. Jambo la kwanza ni kuliitia jina la Bwana. Jambo la pili ni kukaribia kiti cha enzi cha rehema. Na jambo la tatu ni Mungu kuwepo kwenye tukio. So, kile ambacho mimi nashauri wana wa Agizo Kuu, unapotoka unaenda safarini, je, una Bwana? Lakini kama hauna Bwana, basi inawezekana ikatokea jambo baya. Gari ikaanza kosa mwelekeo, alafu ukaanza kuliitia jina la nani? Je, si mpaka Bwana aitike ama mpaka Bwana aje? Kuna kuikaribia kumwendea Bwana, utatoka hapo kwenye hali hatari hiyo ukaenda kwenye kiti cha rehema. Lakini nasema hivi, kwa nini Bwana asiwepo ndani yako unapotoka, ili kwenye tukio Bwana awepo? So mimi nimejifunza ya kuwa napenda Bwana, tuwe na Bwana kwenye tukio. Nikiwa na Bwana kwenye tukio, najua ninakuwa chini ya ulinzi. Saa nyingine wewe anakukataga mtama kwa sababu mlinzi wako hayupo lindoni. Unatembea, Bwana umemwacha kule, wameshakukata mtama, umedondoka chini. Bwana, kwa nini umuitie Bwana? Si mpaka afike? Si mpaka aitike? Sema kuanzia leo. Kuanzia leo Sitalitia jina la Bwana. sitalitia jina la Bwana, Bali nitakwenda na Bwana. bali nitakwenda na Bwana Akiwa ndani yangu. akiwa ndani yangu. Maana lindo Maana hilo litakuwa salama. kwa sana Mlinzi akiwepo lindoni. ili akiwepo lindoni. Anayelinda mji ni nani? Ni nani? Asipolinda, una uhakika unaye? Leo nilikuwa na Bwana. Wewe una mashaka, ndio maana naona wewe. Hebu twende. Bwana akasema, Yuda atakwea. Ukimwomba Bwana atakujibu. Bwana ana machaka. Sasa umeona sasa? Uongozi wa Israeli ilianzia kwa Musa na Haruni. Musa akaona mzigo huo ni mkubwa sana. Akasema, Baba, nisikutunga mimba ya watu hawa. Mbona umenitwika mzigo mzito? Bwana akamwambia, chagua watu 70. Nitawagawia roho yako. Ikaenda kwa watu 70.
ikatoka kule ikaenda kwa Yoshua. Kwa Yoshua sasa inakwenda kwa makabila sasa. Kila kabila sasa. Umeona sasa? Ilikuwa ni kiashiria ya kuwa neno lingetoka katika mkusanyiko wa watu. Umeona? Kwa sasa hivi neno sio la kundi la agizo kuu. Neno limetoka kwenye kundi, ni la mtu binafsi. Ndio maana ni wakati wa kila mmoja neno la Mungu kukaa ndani yake. Ndio maana kwa sasa hivi kila nafsi itabeba mzigo wake mwenyewe. Ndio maana usidhani ya kuwa utafanya mabaya sisi hapa tukahukumiwa. Huu sio wakati wake. Huu ni wakati wa kila mmoja kubeba, kuchukua nafasi yake na kusimama kwenye nafasi yake. Ndio maana sasa ikaenda katika kabila la Yuda. Hebu tuone kabila la Yuda, je, walidumu katika Bwana? Lakini je, unapokosa kudumu katika Bwana, ni yapi anayekupata? Lakini je, wewe unaendelea kudumu katika Bwana? Ni kweli ulifunga agano na Bwana siku ya Jumapili hapa. Je, bado upo katika hilo agano? Lakini je, unaona agano? Agano na kutetea, ukichukua kioo ukijitazama, je, kale kasuro aliyevishwa bado nakiona? Kuna mtu mwingine alikuwa akijiangalia kwenye kioo, yani sura yake na mngongo. Anaona sura ya mbibi kwenye kioo alafu lina mngonga. Mchungaji, mimi wala sijitazamani kwenye kioo. Kavunja kioo. Anaichukia kioo kana kwamba kioo ndio inayemngonga. Lakini aliyopo ndani yake, aliyekaa kwenye uso wake, ndio anatumia kinywa chake kungonga, alafu kioo inaireflect. Lakini ni mdomo wako, lakini sura yake inadhihirika, alafu anapindisha macho yako. Nasema kama Mungu aishivyo, nimeitaja leo, utakapokwenda kujitazama leo, uone sura yako Bwana ameiumba tena upya kwa jina la Yesu. Amen. Utakapokwenda kujitazama sura yako, umtukuze Bwana, maana utakuta sura yako inang'aa kama nyota asubuhi kwa jina la Yesu. Amen. Bila shaka, mimi nasema hivi, unaweza kuona Mungu anasema kitu kaona kama ni mchezo. Najua ninachokuambia. Nasema hivi, kuna mtu ambaye ana kioo ndani kwake lakini hawezi kujitazama. Akiwa na kioo kubwa bara one. Lakini sasa ni yeye mwenyewe mbona anafanyishwa yeye. Sio eti kioo inafanya. Kioo sina inakutoa jinsi ulivyo. So unapindishwa macho alafu wewe ndio unafanya. Unasema mume wangu kioo sitaki kabisa. Unaikanyaga kioo unavunja. Acha hiyo roho ya kuharibu vitu. Kuna mtu akijiona anaona kama kitu kimetoka kwenye paji la uso hapa. Unaionaje wakati utajionaje wewe uso wako mwenyewe wakati unatembea? Unaona mkono wangu? Shetani anatumia camouflage. Shetani anatumia mauza kudanganya watu, maana tangu mwanzo alikuwa nani? Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila jambo la uongo anayetumia shetani kupindisha macho yangu na mwili wangu ili nione uongo na moyo wangu kwenda kuanzia leo mwili wangu ni wa Yesu Kristo. Mabaya yote yaliyotokea kwangu kwa sababu ya mauzauza katika jina la Yoshua, kuanzia leo hakuna roho itakayetumia sura yangu, itakayetumia nyota yangu, itakayetumia nafsi yangu, itakayetumia mwili wangu, itakayetumia chochote kinachonihusu katika jina la Yesu. Maana mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale yamepita, ya sasa amekuwa mapya. Na sio mimi ninayeishi, bali Kristo
bali Kristo. Katika jina la Yeshua. Katika jina la Yeshua. Amen. Nasema hivi, mtakatifu wa Bwana, hujui anachosema kupitia mimi Bwana ni kweli. Shetani hajawahi kuumba hata sisimizi. Shetani anatumia uumbaji wa Mungu. Ndiyo maana hata unachokiona ndotoni ni uumbaji wa Mungu ambao shetani anatumia. Hata kama amekuletea nyoka, lakini nyoka si uumbaji. Kwani aliyeumba nyoka aliumba nyoka vibaya? Nyoka alikuwa ni mnyama mwenye nini? Mwerevu kuliko wanyama wote. Lakini shetani aliona uwerevu wake akamnyemelea. Shetani ameona uwerevu wako, ndio maana anakunyemelea. Akufanye nini? Akukamate. Kwa sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Shetani, kuna kitu na mimi. Kuna kitu na mimi. Ukinigusa, utagusa neno la Mungu. Utagusa neno la Mungu. Na neno la Mungu ni moto ulao. Ikuteketeze kwa jina la Yeshua. Ikuteketeze. Usionekane tena katika jina la Yeshua. Amen. Hebu tuende sasa. Tazama, nimeitia hiyo nchi mkononi mwake. Ndipo Yuda akamwambia Simeoni ndugu yake. Kwa maana sasa Yuda wameanza kuogopa. Mungu anakuhakikishia kuwa akisema tu atakupa, anakuhakikishia atakupa namna gani. Umeona, Mungu anawaambia kuwa Yuda na aende mbele za ndugu zake, lakini anamwambiaje? Nitakwenda nawe, nitakupa. Lakini kama atampa, kwa nini tena anamwambia Simeoni tuende zetu? Uoga sio uoga. Wenye haki wa Bwana nini? Majasiri kama simba. Wasiokuwa wa haki Kimbia pasipo kukimbia. Mbona wewe katika jina la Yesu toka? Yaani mtu atakijikua tu toka chini ya Yesu. Unakemea nini? Hata ukiona tu mtu unaanza machana anaanza kucheza. Yaani yeye mwenyewe akitazama anasema mbona huyu anahangaika? Unampa ujeuri. Umejua ukiona mtu ambaye anakuogopa tangu mbele kule utamuona tu. Alafu sasa afanye kosa amekusalimia. Sasa hizi. So ndio maana unaona wanadharau sana watu ambao wanajidai wameokoka. Maana waogaje? Waoga vibaya mno. Maana wameambiwa asisalimie hata majirani. Nini? Eti jirani atachukua nyoka. Jirani atachukaje na ndoto yako wakati aliyopo upande wako ama ndani yako ni mkuu kuliko aliyopo ndani ya jirani? Usimkweze shetani aliyopo ndani ya jirani wewe. Amen. Usikwize shetani aliyopo ndani ya mbaya wako. Amen. Usimtangazie Mungu wako kuwa shetani wake. Mtangazie shetani aliyopo ndani yake kuwa nani? Wa Mungu. Usitangazie matatizo, usitangazie Mungu kuwa matatizo. Tangazia matatizo kuwa nani? Wa Mungu. Niona anayetangaziaga matatizo kuwa Mungu. Unamtangazia kabisa ya kuwa ewe kichwa, Bwana ni mkuu, aliyepo ndani yangu ni mkuu kuliko aliyepo duniani. Yuda anamwalika ndugu yake Simeoni. Kama Bwana angetaka na Simeoni aende, Bwana angesema kura imeangukia Yuda na Simeoni. Kosa sio kosa. Kosa moja inamgharimu mtu. Hebu tuende, weka kwenye mabano haya na tutwe zetu. Wewe pamoja nami katika kura yangu ili tupate kupigana na Wakanaani, kisha mimi nami nitakwea pamoja nawe katika kura yako. Basi Simeoni akaenda pamoja naye. Hebu nikuulize, je, hiyo ilikuwa ni mapenzi ya Mungu? Ni sawa sawa na Ibrahimu. Aliambiwa afanye nini? Atoke katika ndugu na jamaa zake. Hakumbeba Lutu? Je, Lutu akumletea matatizo? Mungu aliongea na Ibrahimu vizuri na kumwahidi na kumuonyesha nchi ya Kanaani yakuwa amepewa pale ambapo Ibrahimu alitengana na Lutu. Mwanzo sura ya 13. Baada ya wao kutoka wapi? Kutoka Misri. Lakini umeona sasa ilikuwa ni kosa. Kuna wakati mwingine uliyempenda kwenye maisha yako ndio mlango wa mabaya. Kuna wakati mwingine yule anayekuja bwana, nakuja kutembelea bwana. Angaje? Tunashika kabisa hata habari bwana. Umesikia? Sijasikia. Ashaanza. Mwambie
sijasikia, nataka usikie wewe. Mpe habari za Mungu. Maana akishakwambia umesikia, lazima uchangie. Ukishachangia tayari umeshafungua mlango. Watu wa Mungu, shetani ni mwongo sana. Shetani ukimjua ana upendo. Saa nyingine anakuja kwenye ndoto, unaota ndoto za ajabu ajabu tu ili uamke, ili uanze kuwa na hofu na mashaka. Ndoto inakupaje mashaka? Ndoto unaanza kuona ukuu wa mabaya ndoto kwenye ndoto kuliko aliyopo ndani yako. Hebu tujifunze kumwona aliye mkuu aliyopo ndani yetu. Sema, aliyopo ndani yangu ni mkuu. Aliyopo ndani yangu ni mkuu Kuliko chochote. kuliko chochote. Nani anaamini kwa aliyopo ndani yake ni mkuu? Basi aonekane ndani yako, aliyopo ndani yako huyo mkuu. Hebu twende kwa jina la Yesu. Akakwea naye Bwana akawatia Kanaani na Waperizi mikononi mwao, nao wakawapiga huko Bezeki watu 10,000. Wakampata na huyo Adoni-Bezeki huko Bezeki, wakapigana naye, nao wakawapiga Wakanaani na Waperizi. Lakini Adoni-Bezeki akakimbia, nao wakamwandamia na kumshika, wakamkata vianda vyake vya gumba, vya mikono na vya miguu. Adoni-Bezeki akasema, wafalme 70 waliokuwa wamekatwa vianda vyao vya gumba na mikono, waliokota chakula chao chini ya meza yangu, kama nilivyofanya mimi, Mungu amenilipa vivyo. Wakamleta Yerusalemu, naye akafa huko. Adoni-Sedeki, umeona sasa, wao wanamwandama, wanakata kidole gumba. Umeona sasa, lakini Adoni-Sedeki aliwahi kufanya hivyo kwa wafalme 70. Na maana kipimo kile unachopimia mwenzako, ndugu yako, ndicho takachopimwa. Ndio maana Yesu akasemaje? Usinyoshe kidole usije ukanyoshewa kidole, usilaumu usije ukalaumiwa, usihukumu usije ukahukumiwa. Umeona Adoni-Sedeki alichokifanya ndicho kipimo hicho alikuja kupimiwa. Lakini umeona sasa ni too late, maana mtu akishakata vidole vyako gumba na vya mguu, kuna nini tena? Hatimaye alikufa. Lakini wameanza vizuri. Mwanzo mzuri haiashirii mwisho mzuri, watakatifu wa Bwana. Kuna wengi walioanza vizuri lakini wakaishia njiani. Hata katika wokovu watu huanza vizuri sana, lakini kadri wanavyoendelea, wanavyoanza kupata mafanikio, tayari wanaanza kuota mapembe, wanaanza kupandisha mabega. Sasa hata kama ni mfupi, anaanza sasa, anapandisha mabega ili ionekane ya kuwa yeye mabega yake yako nini, yako juu. Kama alikuwa ni mfupi, anapandisha suruali yake na kuwa wapi, kwenye kifua hapa, anafunga hapa ili aonekane mrefu. Aliyekuumba mfupi anajua kabisa kuwa wewe ni mzuri na ufupi wako. Aliyekuumba mrefu anajua wewe ni mzuri na urefu wako. Ndio maana ridhika na ufupi wako, ridhika na wembamba wako, ridhika na kunenepa kwako, ridhika na ufupi yako. Usiwe mfupi alafu unafunga suruali kwenye kifua hapa, utakuwa kituko. Mwanaweza shiri. Ni sasa sana mtu mrefu naye avae suruali fupi afunge hapa. Mrefu anafunga hapa, mfupi anafunga hapa, mrefu aifunge hapa sasa. Ama kifunga hapa itakuwa kama sasa kimini. Nasema hivi. Nasema watakatifu ya kuwa unavyojiona kwenye kio, unaona utukufu wa Bwana. Wewe mwenyewe unajipenda. Wewe mwenyewe unajifurahia. Kama watu wengine hawajakupenda, mtu mwingine anajichukia kwanza, anatesaje mwili wake, hajafunga lakini mwili wake inahangaika ili pate chakula, ana hela mlifukoni. Watu wa Mungu, anza kujipenda. Mimi Mungu anapofundisha hapa, mimi mwenyewe kwanza nafurahia mafundisho haya. Nisipofurahia wote utayafurahiaje? Nisipoyaelewa na kuya kwenye matumizi, wote yawekaje kwenye matumizi? Leo nenda kajiangalia kwenye kio. Aliyekuwa na kung'ong'aga, kwa heri mwalimu. Aliyekuwa na kuchezea alafu hayupo tena. Nini? Leo utajiona kabisa alafu mshukuru Mungu, sema asante Baba. Kumbe nilivyo Bwana, mimi kweli ni mfano wako. Hashukuriwe Bwana. Usisahau kumshukuru Bwana. Utakuwa umempa teka ya mwisho.
Hebu twende kwa jina la Yesu. Kisha wana wa Yuda wakapigana na Yerusalemu, wakautoa, wakaupiga kwa makali ya upanga na kuupiga moto huo mji. Baadaye wana wa Yuda wakateremka ili wapigane na hao Wakanaani waliokaa katika nchi ya milimani na nchi ya Negebu na nchi ya Shefela. Kisha Yuda akawafuatia hao Wakanaani waliokaa katika Hebroni. Umeona sasa kipengele hicho kimechomekwa hapo. Unapoongea habari za Hebroni, unapoongea habari za Yuda, huyo mwandishi akaweka habari za Hebroni iliyokuwa pale katika eneo la Yuda. Lakini tuliona katika ile sura ya 14 Yoshua na 15 pale ambapo Caleb alienda na wale wa Yuda akisema ya kuwa yumkini Bwana atakwenda pamoja naye, apewe nini? Apewe Kiriath Arba ambayo inaitwaje? Inaitwa Hebroni. So huyo mtu kwa sababu alikuwa anaongelea utekaji uliendelea, anaichomeka sasa ile habari za Caleb wapi? Hapo hapo, ambayo ni katika uandishi wa yale Agano la Kale ilikuwa inakubalika ili wanayesoma wapate kuelewa ya kuwa eneo la Yuda ilitekwaje. Maana hii ingechanganya watu wasijue kabisa kama Hebroni ilikuwa ni eneo la Yuda. Twende kwa jina la Yesu. Jina la Hebroni hapo kwanza ulikuwa ukiitwa Kiriath Arba. Nao wakamuua Shenshai na Ahimai na Talimai. Kisha kutoka hapo wakafuatia wale wenye kukaa Debiri. Jina la Debiri hapo kwanza ulikuwa ukiitwa Kiriath-Seferi. Hapo ndipo Kalebu akaomba mtu atakayepiga Kiriath nini? Kiriath-Seferi. Seferi atakayepiga ya kuwa atampa binti yake Aksaf. Lakini mtoto mdogo wake ambaye anaitwa Othnieli akaenda akafanya hivyo na bila shaka akapewa Aksa. Hebu twende. Huyo Kalebu alisema yeye atakayeupiga Kiriath-Seferi na kuutoa, nitamuoza mwanangu Aksa awe mkewe. Ndio. Naye Othnieli mwana wa Kenizi ndugu mdogo wa Kalebu aliutoa, basi akamuoza mwanaye Aksa. Ikawa hapo alipokwenda kukaa naye huyo mwanamke akamtaka ili aombe shamba kwa baba yake. Na huyo mwanamke akashuka katika punda wake. Kalebu akamuuliza, una haja gani utakayo? Mwanamke akasema, nipe baraka, kwa kuwa wewe umeniweka katika nchi ya Negebu, basi unipe na vijito vya maji pia. Bila shaka tuliona Negebu katika kitabu cha Mwanzo, si ndio? Lakini hayo ni maeneo aliyeahidiwa Ibrahimu ya kuwa uzao wake wataimiliki. So yale ahadi katika kitabu cha Mwanzo tunakuja kuona hitimisho yake kwenye kitabu cha Yoshua na Waamuzi. Tunaona habari hiyo ya Othnieli na Aksa pamoja na Caleb. Mara ya kwanza utaiona katika ile kitabu cha Yoshua sura ya 15. Ndio maana kipengele hicho kimewekwa humo ili ikamilishe utekaji wa nchi upande wa kusini mwa Kanaani. Kalebu akampa vile vijito vya maji vya juu na vijito vya chini. Hao wana wa Mkeni huyo shemeji yake Musa wakakwea juu kutoka katika huo mji wa mitende pamoja na wana wa Yuda. Umeona, hapo ndipo nilipokuambia wana wa nani? Wana wa Mkeni huyo shemeji yake Musa. Nilikwambia kuwa Caleb alikuwa nani? Kenisi. Sasa umeona hapo kwenye hapo kipengele hicho kinaelezea ya kwa Wakenizi walitokea wapi. Ndio maana mtu anaweza kuuliza kuwa Caleb mbona alikuwa ni Mkenizi? Ilikuwaje akawa sasa katika eneo la Yuda alafu anachaguliwa kufanya nini? Kuongoza Yuda. Kumbuka ya kuwa Wakenizi walitoka kwa shemeji yake Musa. Yule shemeji yake tuliyemwona kule jangwani akibembelezwa katika kitabu gani? Katika kitabu cha Kutoka, ya kuwa wafanye nini? Waende pamoja naye Bwana atampa nani. Lakini kuna baadhi za watoto wake waliyekwenda pamoja. Lakini kumbuka ya kuwa tayari Musa alipokuwa anatoka kule Midiani kule katika mlima Sinai, Bwana akimtuma kule, kumbuka ya kuwa watu wengine wanadhani Musa alikwenda peke yake. Kuna vitu vingine ambavyo Biblia haijaandika. Lakini muona sasa Caleb na ndugu zake ambao ni Wakenizi
Hapo inaeleza hiyo sura ya kwanza Waamuzi ya kuwa walikuwa ni wana wa shemeji yake Musa. Ina maana nani? Kaka yake Sipora, mke wake nani? Mke wake Musa. So mtu anaweza kuuliza kuwa inakuwaje Caleb akuwa ni Myuda hatimaye akawa pale na akaingia katika agano ile ya tohara na kuwa moja kati ya wale? Ni kwa sababu bila shaka alikuwa na mahusiano na nani? Na Musa, lakini tena Mungu anampeleka anakaa katika Yuda. Lakini kumbuke ya kuwa katika Yuda walifiti pale, ndio maana yule Salmon katika wale wapelelezi waliyetumwa na Yoshua, Salmon alikuwa na ndugu na Caleb, maana Salmon alikuwa ni wa kabila la nani? La Yuda. Ndio maana anaoa Rahabu, alafu anamzaa na Rahabu nani? Boazi akamzaa nani? Obedi akamzaa nani? Yese akamzaa nani? Daudi kamzaa nani? Suleimani kamzaa nani? Rehoboam kamzaa nani? Abia kamzaa nani? Asa kamzaa nani? Yosefati kamzaa nani? Yoram kamzaa nani? Azia kamzaa nani? Yoasha kamzaa nani? Amazia kamzaa nani? Uzia kamzaa nani? Yotam kamzaa nani? Ahazi kamzaa nani? Hezekia kamzaa nani? Manase kamzaa nani? Amoni kamzaa nani? Kamzaa nani? Yakazamzaa nani? Usinitafute maneno. Yoazi kamzaa nani? Yoakimu kamzaa nani? Yekonia kamzaa nani? Sedekia kamzaa nani? Watu wa Mungu nisikilize. Mbona nimeshika kiuno hivi? Usinitafute tu maneno, tumistaki maneno. Kesho kila mtu anisalimie kwa kuniambia uzao wa Yesu kuanzia kwa Adamu mpaka nani? Yesu. Sio kuanzia kwa Ibrahimu. Kuanzia kwa nani? Mpaka. Hatuko hapa kwa ajili ya kucheza. Kama uko kwa ajili ya kucheza, hapa sio sehemu yako. Tafuta sehemu nyingine. Amina? Hebu twende. Na kuingia hiyo nyika ya Yuda iliyo upande wa kusini wa Aradi. Nao wakaenda na kukaa pamoja na watu hao. Kisha Yuda akaenda pamoja na nduguye Simeoni na wakawapiga Wakanaani waliokaa katika Sefathi na kuharibu mji kabisa. Na jina la mji huo ulikuwa ukiitwa Homa. Pamoja na haya Yuda aliutoa Gaza pamoja na mipaka yake, na Ashkeloni na mipaka yake, na Ekroni na mipaka yake. Bwana alikuwa pamoja na Yuda, naye akawafukuza watu waliokaa katika nchi ya milima. Bwana alikuwa pamoja na Yuda, akafukuza watu waliokuwa katika nchi ya milima. Umeona Waisraeli sasa, yale makabila 12 wote walikuwa sasa wanaanza kunyemelea nchi ya mlimani, kwa sababu wao walikuwa hawana magari wala farasi. So nchi ya mlimani ilikuwa ni kwa ajili yao. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya usalama, maana yale magari na farasi yasingeweza kupanda mlimani. So ulikuwa ukiwavamia kule mlimani, wanakupa kibano cha kueleweka, lakini walikuwa wanaogopa kwenda kule katika eneo tambarare, maana katika eneo tambarare yalikuwepo magari. So Waisraeli wakawa sasa wao ni watu wa mlimani. Ndiyo maana tutaona kwenye kitabu cha Wafalme ya kuwa mfalme mmoja akisema kuwa wao Bwana ni wa mlimani, Mungu wao ni wa mlimani. Tukiwashusha chini hawapo. Kipindi cha Elisha tutaona Elisha akiwaongoza na wakienda kupigana kule eneo la chini, na Bwana akifanya nini? Akiwasaidia. Je, wewe ni wa mlimani? Na mtu ukimkamata kule kwenye mteremko unammaliza haraka, lakini ukimkuta kule mlimani anakuwa na nguvu. Mlimani maana yake ukimkuta amefunga ana nguvu kede, lakini ukimkuta yuko kwenye mteremko ama sehemu tambarare ni mwepesi kama karatasi. Je, ukiwa kwenye sehemu tambarare ukoje? Tayari nchi ya milimani inaanza kuwa ni dili
kwa makabila yale, kwa sababu walijua ili washinde wale wenye magari wakijaribu kupandisha mlimani yale magari yao, magari yanayovutwa, ina maana wasingeweza kufikiwa. So wakatawala sana milimani, na tutaona athari yake baadaye. Hebu twende kwa jina la Yesu. Asiweze kuwafukuza hawa waliokaa katika hilo bonde, kwa kuwa wao walikuwa na magari ya chuma. Umesikia sasa? Walie kwenye bonde wakawa nyepesi sana sana, wakienda wanapigwaje? Lakini wale waliopo kwenye mabonde wakawa wanawaacha. Lakini Bwana alionyesha mfano bora ya kwenda pamoja na wao. Ndio maana wakati wa utekaji, wakati Joshua akiwepo, hata mabonde, hata sehemu tambarare kama ile tambarare ya Moabu, ng'ambo ya kule mto Yordani mashariki, bila shaka Bwana alienda pamoja na wao, na bila shaka walifanya nini? Walishinda. Watakatifu wa Bwana, ushindi wako uko mkononi mwa Bwana. Ndio maana Bwana akushindie kwa jina la Yesu. Bwana ashinde vita vyote kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Amen. Lakini mkabidhi Bwana vita vyako. Ondoa kwako ya kuwa wewe ndio unayepigana. Hebu twende kwa jina la Yesu. Kisha wakampa huyo Kalebu Hebroni kama alivyonena Musa, naye akawafukuza wale wana watatu. Bila shaka kipengele hicho ndicho kipengele tulichoona kwenye Yoshua sura 15. So kwa sababu imeongolewa habari za kusini na eneo la Yuda, ambao Hebroni ama Kiriath-Arba ilikuwa ni sehemu yake. So inachomekwa story hiyo hapo, ili eneo la kusini ikamilike, isi wafanye wengine waone kana kwamba eneo hilo ilikuwa tofauti na eneo hilo. Lakini wana wa Benjamini hawakuwafukuza Wayebusi waliokaa mji wa Yerusalemu, bali Wayebusi walikaa pamoja na wana wa Benjamini ndani ya Yerusalemu hata hivi leo. Umeona sasa? Wabenjamini wao wakaridhika. Ndio maana Wayuda walipofanya utekaji waliwazunguka Wabenjamini, na Wasimioni ambao walikwenda vitani na Wayuda, wao walipotea katika kabila la Yuda, maana ile laana ilikuwa na watafuna. Lakini Wabenjamini wao pale Yerusalemu hakuwagusa wale Wayebusi, na kwenda kuona Daudi anakuja kushinda Wayebusi kwa kutoa ofa, wakati tayari yeye ni mfalme. Daudi ndiye aliyekuja kuteka eneo la Wayebusi. Ndio maana umeona sasa ilikuja kuwapa shida sana. Umeona sasa kwa nini Wayebusi wakae pale Yerusalemu? Na wao ndio yale mlimani wako, mabondeni kule waendi, maana si wako wana magari. Usiwe mtu ambaye wewe ukiwa mlimani ndio na nguvu. Kuna mtu akifunga, yani humwezi. Ukimkuta hajafunga ni mlaini kweli kweli. Nataka usipofunga uwe hardcore. Ukifunga uwe hardcore. Nini? Ujafunga, neno liko pale pale, maombi yako pale pale. Umefunga, neno liko pale pale, maombi yako pale pale, na kutokula pia iko pale pale. Lakini hujafunga, kula iko pale pale, maombi yapo, lakini na neno la Mungu pia yanakuwepo. Nani yuko tayari kufanya hivyo? Hebu twende. Nyumba ya Yusufu nayo wao nao walikwea kwenda juu ya Betheli. Umeona, na wao wanakwea kwenda juu ya Betheli. Kwa nini wasiende kwenye bonde ama chini? Maana kule juu wale wenye magari walikuwa ni wafifu. Magari yale kupanda juu ya mlima kule, so wakashinda waliopo mlimani. Maana wale walikuwa katika mfumo wa silaha gani? Magari yale ya chuma pamoja na farasi. Lakini sasa juu ya mlima pale yale magari hawezi kunawili. So walikuwa wanavizia wanawashinda. Lakini utaona wanashinda juu ya mlima, lakini kule tambarare ama kule kwenye bonde hawashindi. Hebu tuende tuone. Naye Bwana alikuwa pamoja nao. Kisha habari ya Yusufu wakatuma watu waende kupeleleza Betheli. Jina la mji huo hapo kwanza ulikuwa ukiitwa Luzu. Bila shaka nani atakayeniambia kwa nini Luzu iliitwa Bethel? Na nani aliyeipa jina la Bethel? Mwanzo iliitwa Luzu. Na ni kwenye sura gani ikaitwa Bethel? Yakobo, mbona unasema kwa hofu? Alikuwa anaenda Panda ni Aram.
Ehe. Luzi iliitwa Betheli na Yakobo. Maana Beth maana yake ni nyumba, Eli maana yake ni Bwana, ndio maana Betheli. Ina maana Luz ikabadilika ama ikageuzwa ikaitwa Betheli. Ipo kwenye sura gani na kitabu gani? Mwanzo sura 28. Mwanzo sura 28. Mwanzo sura 28. Vizuri, hebu tuende kwa jina la Yesu. Hawa wapelelezi walimuona mtu atoka katika huo mji, wakamwambia, tafadhali utuonyeshe maingilio ya mji huu, nasi tutakutendea mema. Basi akawaonyesha maingilio ya mji, nao wakaupiga huo mji kwa makali ya upanga. Lakini huyo mtu walimwacha aende zake na watu wote wa jamaa yake. Huyo mtu akaenda katika nchi ya Wahiti, akajenga mji, akaliita jina la huo mji Luzu, nao ndio jina lake hata hivi leo. Tena yule mtu ambao walimkuta pale Luzu, wakamuuliza kiingilio, wakimwambia watamsaza. Tayari mtu alikuwa wa yule mji, lakini walipomwacha akaenda kujenga sehemu nyingine na mji huo akauita nini? Akauita Luzu. Lakini kumbuka, hiyo ni Luzi ya pili, sio ile Luzi wa kwanza. Hebu twende kwa jina la Yesu. Tena Manase hawakuwatoa wenyeji wa Betisheni na miji yake, wala hao waliokaa Taanaki na miji yake. Umeona sasa kwa nini hao Manase wasiwatoe? Umeona sasa tayari wanakwenda kinyume na agano ama agizo Mungu alisema na Musa kuwa watafanya nini? Wataangamiza yale makabila na kuwafukuzia mbali. Umeona? Na wasipofanya hivyo watakuwa ni mwiba katika ubavu wao. Watu wa Mungu, hata wewe kama kuna dhambi ambayo bado iko kwako, hiyo itakuwa ni mwiba mkali kwenye wokovu wako. Tunaweza tukasema habari za wale walioacha wale, lakini sisi mbona kununa kidogo? Yes. Mbona kugeuza macho kama rangi? Yes. Mbona uongo mdogo? Yes. Mbona masengenyo? Mbona roho ya kwa nini? Mbona pura nyingi, wakati imeandikwa ya kuwa tuwe wepesi wa kusikia kuliko kuwa wepesi wa kusema? Yale yote uliyoacha kwako ambao bado yapo, dhambi inayokuzinga kwa wepesi, Mungu hana urafiki na dhambi. Weka mbali dhambi. Jifunze kuishi maisha matakatifu. Mwambie Bwana kuwezesha. Umejua kuna wakati mwingine watu tunaomba hivi: Baba, nisamehe Baba wale madhambi niliyotenda, nimetukana Baba wale. Asante Baba kusamehe. Lakini aombi kabisa kuwa Bwana unipe uwezo wa kufanya nini? Wa kushinda dhambi hiyo ya uongo. Ukishaomba msamaha, muombe Mungu akupe uwezo wa kushinda jambo hilo. Ukiomba tu Baba, naomba nisamehe Bwana, nisamehe Baba niache uzinzi. Umeacha uzinzi lakini karoho bado kako ama hakako? Kako. So, Bwana nisaidie, nisamehe dhambi niliyotenda, lakini Baba nipe na uwezo ya kuishinda dhambi hiyo inayonizinga kwa wepesi. Nani yuko tayari kuomba hivyo kuanzia siku ya leo? Nenda ukafanya hivyo, na mimi nasema hivi, tunayaweza yote katika yafanyie nini? Watu wa Mungu, acha nikwambie, kuna dhambi ilikuwa inanisumbua sana nilipoanza kufanya kazi ya uchungaji. Kila nikijitahidi hola, kila nikitahidi sufuri. Lakini nikishafanya dhambi hiyo naenda kuomba msamaha, lakini kesho tena nakuta nimeshatenda dhambi hiyo. Ndipo sasa siku moja nikapewa maono ya kuwa naomba msamaha, unasamewa, lakini kuwa uombi uwezesho ya kushinda hiyo dhambi. Alafu nikakumbushwa ya kuwa Adamu na Hawa walikuwa wa kimwili, lakini hawakufanya nini? Pamoja na wa kimwili lakini wa kiroho sana, na uwezo wa kumuona Mungu na kusikia sauti ya Mungu akitendea, lakini dhambi iliwafanya nini? Iliwashinda. Lakini sisi tunayaweza yote katika yeye atutiaye nini? Nguvu. Nilipomwendea Mungu nikasema, Baba, nipe na uwezesho ya kushinda hiyo dhambi mpaka siku ya leo. So ukienda ukiomba hivyo,
huwezi kuona dhambi ya kuzinga kwa wepesi ikikuzinga tena. Hebu nione mtu ambao wanaomba Mungu akuwa nipe na uwezo wa kushinda hiyo dhambi. Mtu ambao amewahi kuwa anaomba hivyo. Mbona sasa huwa tunaomba msamaha tu, lakini msamaha umesamewa, lakini unayo uwezo wa kushinda hiyo dhambi? Nenda kaanze kufanya hivyo. Hatua ya kushinda dhambi ni hatua ya kumkaribia Mungu. Watu wa Mungu, acha nikwambie, ili mume wako aishi vizuri ama mke wako ama watoto wako, hawahitaji eti mpaka wawe wanasoma Biblia sana. Ni kweli unahitaji kuwafundisha, lakini Bwana utazama mtu mmoja anayefanya nini? Anayesimama neno lake ili apate kufanya nini? Kulitimiza. Je, watoto wa Nuhu walisafiria lift ya Nuhu au kusafiria? Walisafiria. Je, mke wa Nuhu? Nasema hivi, je, lift yako inaweza kutoka safiria? Kuanzia leo, watu wa Mungu, kama kuna kitu ambacho kinafanya hata miujiza mingi haionekane kanisani, ni dhambi inayodumu katika kanisa. Umeona eneo hili tunaweza tukaifanya kama takatifu kama tulivyoifanya. Mtu akikanyaga tu hapa sio mpaka ombewe. Akifika tu kama alikuwa anaumwa, moja kwa moja anapona. Nini? Kuna kitu kinachoitwa uwepo wa Mungu. Ndio maana katika uwepo wa Mungu wana wa Israeli wakala miaka 40 pasipo kufanya nini? Pasipo kufanya kazi. Na hata nguo, hata viatu. Mimi inanipaka picha ya kuwa kuna wakati mwingine viatu vyako vinachanika chanika haraka, umenunua jazi, mara zimeshika singenge imechana, umeshika siwai imechana, mara nguo yako bado jipya tayari msumari umechana. Ambie Bwana, mimi nataka niwepo kwenye uwepo wa Bwana ili hata nguo zisichanike. Jifunze kuwepo kwenye utunze uwepo wa Bwana. Ndio maana nilisema hivi, jambo nzuri sio kulitia Bwana katika tukio, maana anaweza kaitika ama sitiki, anaweza kaja ama sifanye nini. Lakini kwa nini Bwana siwepo pamoja na wewe? Ndio maana Bwana awepo. Ndio maana imeandikwa aliyopo ndani yako, sio aliyopo wapi? Nyumbani kwako ama aliyopo kanisani kwako. Aliyopo wapi? Ni mkuu kuliko. Ndio maana mimi nasema hivi, Mungu anakuwa ndani yangu. Ndio maana neno la Bwana likae ndani yenu, maana neno ni Mungu na Mungu ni neno. Kuanzia leo hayo mambo Mungu anayesema weka sawa, alafu ni mshindi. Kwa nini umekaa kwenye wokovu miaka mingi lakini mambo mengine yanakushinda? Ni nani aliyekuonya habari za dhambi? Kuna wakati anayekuonya ndiye anayetenda dhambi. Wewe mwenyewe anayenionya ndiye anayetenda dhambi. Watu wa Mungu, wewe ambao unapata nafasi ya kusimama mbele ya watu ama kushuhudia watu habari za Yesu, unatazama kweli kweli. Mimi wacha nikwambie, nimewahi kwenda mahali kule nikafuma watu wanasema habari zako, lakini hawajui kama ni mimi. Wanaongea habari za huyo mtumishi wa Mungu George, na mimi nikanyamaza kimya, nikauchuna tu mtoto wa mtu. Yes, kana kwamba siwacheki, lakini na wacheki kichalichali. Yes, wanamwaga sera, wanasema jamaa. Nikaacha wakasema yote, nikamtukuza Bwana. Halafu nikawaambia kwa huyo George yukoje. Nikamwambia wala sio hata yeye, ni kwa nguvu za Mungu ndio anayetenda naye, wala yeye asijigambe. Amina. Lakini hawajui kama anayeongea nao ndio nani. Nasema hivyo takatifu wa Bwana, ajikwezae ata ajishushae ata. Yawezekana ukajikweza sio kwa kusema, kwa kuvaa tu, kuvaa na kuweka mkono wako kwanza hapa. Unatembea kitaalamu. Unatembea kimondoko. Mwingine anajua mimi nataka kila mtu akuspishi njia. Kuna njia nyingi. Kuna wakati mwingine matendo yanaongea kuliko maneno. How do you behave? What about your characteristics, traits? How do you behave when you are outside church premises? When you are at home, how do you behave? At your working place, at your business place, how do you behave? Unapokuwa kule kijijini, matendo yako yakoje? Yesu alisema kuwa mtawatambua kwa matendo. Mathayo sura ngapi? Mathayo
sura ya hotuba ya mlimani, sura ya 7 kuanzia mstari wa 15 kwa wakati wako. Hebu twende kwa jina la Yesu. Wala hao waliokaa Dori na miji yake, wala hao waliokaa Iblaimu na miji yake, wala hao waliokaa Megido na miji yake, lakini hao Wakanaani walikuwa hawakukubali kuiacha nchi hiyo. Kisha ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepata nguvu, ndipo walipowatia hawa Wakanaani katika kazi ya shokoa. Hebu pata picha. Je, Bwana alisema watiwe kwenye kazi ya sokoa? Nilisema sokoa maana yake kuwafanyisha kazi ngumu, yani kuwafanya kuwa ni mateka yao, lakini pia wakiwalipisha nini? Wakiwatoza ushuru. Umeona sasa? Mungu akusema wao wawe ni mateka yao. Mungu alisema waondolewe, maana wangebaki, wangekuwa ni miuba katika ubavu wao. Ndio maana mimi nasema hivi, nataka leo tutatafakari, kwa sababu watu Mungu atanikwambia kuna wakati mwingine wewe ni mtu mzuri sana, lakini ndani yako kuna dhambi. Kuna mtu ukisikia jinsi roho yake inavyojadili, anapotoa tathmini, anapompa asilimia, kiatu asilimia 30, asilimia 10, hiyo siwaro. Alafu anajitazama, anaanza kujipa yeye. Kwa nini ujipe 100 ndani ya moyo wako? Unamuonaje jirani yako? Unanionaje mimi? Unamuonaje? Unamuonaje anayekaa pembeni mwako? How do you see that person? Unamchukuliaje huyo mtu? Watu Mungu, kila mtu unayemuona ni ndugu yako. Tukirudi nyuma kule tunafikia kwa Nuhu. Tukitoka kwa Nuhu tunafikia kwa nani? Kwa Adamu. Je, sisi ndugu sio ndugu? Ndugu. Nasema kwa takatifu wa Bwana, nataka kuona mtazamo wako kubadilika. Yote 9, 10, amri ni moja ambayo ni upendo. Ukinipenda mimi, uweze kunitukana ama kuniwazia mabaya. Ukinipenda mimi, uweze kunitazama ukinitathmini. Ukinipenda mimi, utaniombea ili Mungu azidi kuniinua. Ukinipenda mimi, utazidi kuniwazia mazuri kwa kuniweka kwenye maombi. Utaniombea ili Mungu anipe nguvu ya kuishinda dhambi. Nizidi kudumu kwenye kufundisha ukweli. Nizidi kudumu kwenye kuaminisha watu kwenye ujio wa Yesu mara ya ngapi? Mara ya pili. Injili hiyo ilikuwepo kwenye karne ya kwanza. Wakina Paulo waliaminisha watu kule wa Thesalonike kiasi kwamba ya kuwa Yesu anarudi kesho kutwa, mpaka watu wakaacha kufanya kazi. Lakini kama kipindi kile Yesu alikuwa anakaribia kurudi, je, sasa hivi Yuko mlangoni. yuko anakaribia zaidi. Hebu twende kwa jina la Yesu. Wala hawakuwafukuza kabisa Wakanaani wala hawakuwafukuza kabisa. Efraimu naye hakuwatoa Wakanaani waliokuwa wakikaa katika Gezeri, lakini Wakanaani walikaa ndani ya Gezeri kati yao. Zabuloni naye hakuwatoa wenyeji. Hebu ona sasa, makabila hayo yote wakubwa wale wameshaacha. Efraimu, Manase tayari. Sasa Zabuloni utamwambia nini? Anawaacha. Zabuloni naye hakuwatoa wenyeji wa Kitroni wala hao waliokaa katika Nahalali, lakini Wakanaani walikaa kati yao, wakalazimishwa shokoa. Asheri naye hakuwatoa wenyeji wa Aka wala hao waliokaa Sidoni wala hao waliokaa Alabu wala hao waliokaa Kizibu wala hao waliokaa Heliba wala hao waliokaa Afeka wala hao wa Rehobu, lakini Waasheri wakakaa kati ya Wakanaani hao wenyeji wa nchi, kwa kuwa hawakuwafukuza. Naftali naye hakuwatoa wenyeji wa Bethshemeshi wala hao waliokaa Bethanasi, lakini alikaa kati ya Wakanaani hao wenyeji wa nchi. Pamoja na hayo, na wenyeji wa Bethshemeshi na wenyeji wa Bethanasi wakatumikia kazi ya shokoa. Kisha Waamori waliwasukumiza wana wa Dani waende milimani, kwani hawakuwakubali kuteremkia bondeni. Umeona, Wadani sasa wanapelekwa na Waamori mlimani. Ndio maana baadaye kule mbele utaona wakiitwa Mungu wao ni Mungu wa nini? Wa milimani. Lakini makabila mengi tumeona kabisa hawakuondoa
wale wa Kanaani. Na ndio maana nasema hivi, hiyo ilikuwa ni taswira ya sisi sasa hivi. Mara nyingi watu wengi sana wanaokoka, lakini unakuta kabisa dhambi bado inaambatana na maisha yao. Tabia yako isiwe na dhambi. Nyumbani kwako, je, watoto wakoje? Familia ikoje? Watoto bila shaka watafuata sisi. Wacha Mungu, acha nikwambie, ukiona nyumba unakuta mtoto mdogo, ukifanya jambo dogo mkubwa, unajua kabisa baba akitoka kule kwenye ulevi wake anaanza kumwita mke wake nini? Mbwa. Sasa kama unaita mke wako mbwa, ina maana basi wewe ni jibwa, maana umeoa nini? Umeoa mbwa. Ama mama kule paka mkubwa, basi wewe mama paka. Ni kweli unajitukana. Nasema hivi, watakatifu wa Bwana, neno la Mungu la mwaka wa 2018 ni kutobadilisha. Unaweza ukasema, kwa nini mchungaji, mimi mwaka jana sikufanikiwa na mwaka juzi? Jibu langu ni simple sana. Ulikuwa hauna mahusiano mazuri na Mungu. Watu wa Mungu, acha niwaambie, naomba na watu wengi, mambo yaliyoshindikana kila sehemu, nikiomba naona Bwana akifanya. Lakini sio kwa sababu mimi ni bora, lakini kwa sababu ya kuishi maisha matakatifu na kutanguliza upendo mbele. Watu wa Mungu, kuna wakati mwingine upendo ina gharama yake. Upendo ambayo mtu anachukua hela ya unga anaenda kumpa mtu mwingine nyumbani pale, watu wanapiga miayo, huo ndio upendo. Maana ni pendo la namna gani hata mtu akatoa uhai wake kwa ajili ya watu wengine. Nimetanguliza upendo mbele. Ndio maana unaweza kuniona hivi, lakini ninapotoka nyumbani lazima niendeshe gari kama si sehemu 2 ama sehemu 3 ya kwenda kuombea watu, na matokeo yake inazidi kutukuza Bwana. Yule kijana chizi tuliyemleta Jumapili, leo nimeenda kwao. Kuna wamama ambayo wameambia mama yake kwa Alhamisi wanaletwa hapa. Moja ana uvimbe kwenye kichwa, akamwambia mtoto wako amepona, wanapoongea naye. So mama yule akanichekesha kwa yule kijana, jana alimtuma akamnunulie nyanya 3 ya kasubari pamoja na limao pamoja sijui na carrots sijui nini. So akaenda vizuri, yuko vizuri, yuko smart. Aliponyosha maneno na kumpa yule mwenye genge hela, mwenye genge sijui kapitishia hela, kampa nyanya 6, kampa nini, yani kachanganyia sema kama mtu amepona. Alafu akamwambia nipe na sukari, katoa hela yake, nipe na sukari, kaenda nyumbani. So pale panazizima hivi, hata Waislamu wanasema huyu Yesu anaweza. Amen. Wanasema hivi. Lakini pata picha, unajua kama inanigharimu, natumia hela nyingi sana kwenye mafuta kwa maeneo ninayekwenda kuliko ninaweza kufikiria. Maana huko nakwenda naendesha gari. Je, Yesu akutembea kwa mguu kwenda? Yamkini Yesu angekuwa na gari, je, asingepuyanga sehemu nyingi? Je, sisi tutakuwa na kisingizio gani ya kutoa? Lakini pia nakuja hapa na hudumia mtu mmoja, nakuja tena nasimama hapa. Sisemi ya kuwa mimi ni bora, sisemi ya kuwa mimi naweza, lakini hata hapo nasema ni Ebeneza. Hata hapo Israeli naseme sasa. Nasema hivyo takatifu Bwana, usipotanguliza upendo mbele. Mimi huwa najua kabisa jambo moja, nitasimama mbele ya hukumu, nitatoa nini? Najua kabisa na mimi ipo siku panapokucha na kuchwa, ama naenda kwenye kurudi kwa Yesu, ama nakaribia nini? Kaburi. Na sema hivi, hebu anza kuangalia ulicho. Nani umemshuhudia? Je, umeongea neno la Mungu siku ya leo? Imetokea sasa hivi Kristo amerudi, je, unayo hesabu ya kutoa? Usipoanza kufanya mambo mema, usipoanza kuonyesha upendo, huwezi kuonyesha kwako wewe ama kwa familia yako. Upendo onyesha kwa mtu asiyejiweza. Nasema hivyo takatifu. Usione watu wanapona. Ipo gharama kubwa sana ya kulipa. Hata wote atakapokwenda kumtembelea mgonjwa kule hospitalini, ukaweka mkono wake juu yake, mkono wako ukaweka juu yake pasipo kuomba, ukafumba tu macho, ukitoka pale kama alikuwa ongei, kesho anakupa taarifa ameongea na ameanza kula nini.
Maana Bwana anatafuta mtu mmoja apate kumtumia. Huyo mtu ni nani? Alitafuta Musa kumtafuta. Je, alimpata Yoshua kumpata Yoshua? Alimpata. Tayari anapata Wayuda. Tayari makabila mengine yanaanza kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni tuende. Mapenzi ya Mungu sio tukaa chini waje. Hebu tujaribu kuenenda. Na kuomba kitu kimoja. Chizi unayejua anayeumwa sehemu yoyote, tafuta ndugu yake. Tunataka sasa tusimame kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Chizi wa aina yoyote. Sijaanza kuombea machizi sasa hivi. Naongea wanaona. Nilikuwa naomba kwenye kanisa moja na kufunga machizi hata kama 10. Lakini Yesu alikuwa anawaponya. Kuna watu hapa wengi walikuwa machizi na watoto wao walikuwa machizi. So, ukiona chizi, tafuta ndugu yake. Hiyo ndio tunayoweza kusaidia serikali yetu. Hizi blabla tuachane nayo. Tunayo kazi kubwa sana ya kufanya kanisa la Bwana. Mtu mwenye matatizo usikubali. Mlipie nauli. Niambie tuendeshe gari twende tumuombee. Hiyo ndio hesabu yetu tutakayepata kutoa. Nimefanya hivyo ndio maana kila siku mimi ni mzima. Nimefanya hivyo ndio maana. Mji huu ni wapi, kona gani ambayo haiongei habari za matendo makuu ya Bwana? Nasema hivi, nani yuko tayari kufanya hivyo? Kama uko tayari, ninaachia nguvu ya Mungu ikuvamie na ikutamie, utakavonyosha mkono juu ya mgonjwa apone kwa jina la Yesu. Amen. Utakavotamka neno la baraka abarikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Utakavofungua kinywa chako na kuongea neno la Mungu, basi Bwana aongee neno lake ndani yako kwa jina la Yesu. Amen. Utakapokuwa mahala popote ukiishi maisha matakatifu, uwepo wa Mungu anayenifunika na kuniokoa na mabaya na kunifanya niwe mzima, ikutamie, ikufanye uwe mzima, ikutenganishe na mabaya, nawe uwe ni ushuhuda uliye hai kwa jina la Yesu. Amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Imani pasipo matendo imekufa. Inagharimu mtu ujasiri wa kuweka mkono juu ya mtu. Unaweza kaanza kutetemeka. Itakuwaje asipopona? Kwani inakuwaje anapopona? Anapopona sifa zinamwendea nani? Yesu. Anapokosa kupona lawama zinamwendea nani? Mbona unaendelea kubeba lawama mbaya kuhusu wewe? Basi wewe unabebaga na zile sifa za Yesu. Mimi nikishaweka mkono, I know one thing. I can lay my hand on somebody's head who is sick. Anything more than that, I know not. I can stand and pray. After prayers, I am done. Anything else is none of my business. Nasimama kwenye nafasi yangu mimi. Nalitia jina la Bwana. Habari za uponyaji sio ya kwangu mimi. Habari za uponyaji za nani? Kwani sifa zote nampelekea nani? Kama hajapona, habari yake. Mimi ninachojua ya kuwa ninayo bidii ya kuweza kumwombea mtu hata miaka 2. Lakini nafasi yangu ni kuomba. Nafasi ya kufunguliwa. Nafasi ya wewe kujua Biblia mimi sio ya kwangu. Mimi nafundisha Biblia. Kujua Biblia ni habari za Mungu, ndiye anayekufunulia. Mimi miaka 5 nilitafuta kujua Biblia, sikujua Biblia. Mpaka neema ya Mungu ilianza kuwa na mimi. Huwezi kujua Biblia kama hujatengeneza moyo wako. Hiyo ni kitu wacha nikwambie. Ilinizuia kujua Biblia kwa sababu ya hasira na kuweka maneno kwenye moyo wangu. Ndio maana nakwambia hivi. Usiwe mwongeaji sana. Mpaka uwe unaweza kujitawala. Ongea sana neno la Mungu. Ishi maisha matakatifu. Tunakwenda kwenye baraka. Mimi hata mtu akileta fedha na gunia nitamwambia Yesu ni Bwana. Kwanza nitamuuliza fedha zimetoka wapi. Hakuna mchungaji anayekuuliza fedha zimetoka wapi. Nakwambia kwanza hebu kwanza tuombe Mungu umezipata kwenye njia sahihi ama hapana. Nakwambia ondoka. Nani amewahi kuona nikikataa fedha? Hebu nione mtu ambaye aliwahi kuona nikikataa pesa. Kuna watu waliwahi kuona nikikataa pesa ya mtu. Nani aliwahi kuona? Nakataga pesa. Usidhani ya kuwa utaleta fedha yako, mimi nikubali hivi hivi. Fedha hizo zimekuwa ni mitego kwa wachungaji na makanisa, ndio maana shetani anatamba sana. Ujiadhari sana na pesa. Ndio maana hizi habari za pesa. Ukienda kwenye makundi ya WhatsApp, pesa. Watu wa Mungu, wacha nikwambie kitu kimoja. Fanya unachokifanya, Bwana kubariki. Usipende vya haraka na vya bwerere, vitakutokea puani. Pamoja na wana wa Israeli walitaka vya bwerere,
Je, hawakuchama au kula nyama mbaya kutokea puani? Bwana alisemaje? Hamtakula siku moja, siku mbili, siku tatu, wala mwezi, mpaka itokee. Nasema watakatifu hivi, na kupenda, ndio maana nasema hivyo. Kuna vitu ukifundisha, wachungaji wanasema washirika watakimbia. Nataka kuona ukiishi maisha matakatifu. Wewe hata kama usipokuja kwenye maombi, ukikaa kwenye mafundisho tu, wewe kwa Mungu unayefunika ambaye anakufunika, lakini ishi maisha matakatifu. Je, yule mume wako anamuona Kristo kwako? Je, yule boss wako anaona Kristo kwako? Je, yule jirani anaona sasa hivi umetulia, umepoa? Mbona ulikuwa unaongoza kwenye kutukana? Je, watoto wako wanaonaje? Anza kuwa ni mfano bora. I am a good example to be emulated different people. Nasema hivi, mimi nitaomba leo kwa ajili ya tabia ambayo inajaribu kusumbua maisha ya watu wa Mungu. Kama kuna kitu shetani anajaribu kukuletea, ni ile dhambi. Mwingine akitaka tu kupata pesa, simu kimeshaita. Halo, uko wapi? Yes. Acha kwanza nikupase. Tulia kwanza, tulia. Sasa hivi niko Rock City, nakula samaki yenye macho mawili. Yuko hapa kanisani. Yuko kanisani. Kwanza mtu yuko mbali na wewe, kwa nini useme uongo? Kwenye gari. Hello. Yuko kwenye gari, kaokoka. Mwingine yuko katikati, wapo anatoka. Hello. Kwa niko kibaya sasa hivi. What is that? Why are you lying? Why are you imitating the devil? He is a liar. Hakuna kitu kinachofanya watu waseme uongo kama nini? Vilangalanga hivi. Maana hata kama mtu anakudai, unakaa mbali na singe kuja, si ndio? Lakini sasa hivi kashatuma message, nitakuibukia saa 8 usiku. Sasa sipo bwana, nimesafiri ghafla niko kusini. Anza kwanza kujitawala kwenye simu yako. Anza kusema ukweli. Kama simu itakufanya usiende mbinguni, achana na simu, uishi maisha basi kwa na simu. Bwana asifiwe. Maliza kile nimshukuru Bwana kwa ajili ya mtu mmoja, tabia yake ipate kutoka. Lakini hao Waamori waliendelea kukaa katika kilima cha Heresi na katika Ayaloni na katika Shalbimu. Pamoja na haya, mkono wa hiyo nyumba ya Yusufu ulishinda hata wakalazimishwa shokoa. Mpaka wa Waamori ulikuwa tangu huko kupandia Akrabimu, tangu hilo jabali la juu yake. Umeona sasa? Baada tamkwa mpaka wa Israeli, inatamkwa mpaka wa Waamori, wakati Mungu alisema ya kuwa dhambi ya Waamori itakavyotimia, basi nitapandisha kizazi chako cha 4 ili wahukumu Waamori. Bado mpaka ya Waamori inaonekana. Waamori waliopo kwenye maisha yako, mimi nataka niombe leo yatoke. Na Waamori ni dhambi iliyopo katika maisha yako. Waamori ni zile tabia iliyopo katika maisha yako. Kuna wakati mwingine wewe upendi, lakini wewe ulipewa jina la yule babu. Babu kalikaka anajikweza kweli kweli, akiona mabibi anaruka ruka tu. Sasa yani wewe ukiona tu kitu, saa nyingine sio tunataka, you don't like it, but it is forcing you. Today I want to call upon the name of the Lord for any characteristic trait that is hindering your salvation life. I know that you doesn't like it, but how is it that you can't control yourself? You are a winner with Christ. Nasema hivyo takatifu Bwana. Waamori wanabaki pale Kanaani wakati walitakiwa wasionekane. Unaposema Waamori, unasema yale makabila yote yaliyokuwepo pale Kanaani. Ndio maana katika ile Mwanzo 15:16 anaambiwa Ibrahimu ya kuwa watoto wake wataimiliki ile nchi baada ya dhambi ya Waamori kufikia hukumu yake. Je, mipaka ya Waamori kwenye nafsi yako ikoje? Mipaka ya Waamori kwenye tabia zako ikoje? Mipaka ya Waamori kwenye cheka yako,
mwingine ni mwongo kwenye kucheka. Wewe mbona lazimisha kucheka? Kuna mtu ambaye ni mtaalamu wa kucheka kwenye mtaa, anajulikana kwa kuna uongo pale, anatengenezaje kicheko. Na wengine kwenye simu hapa, nyinyi hawajambo sana kwenye simu. Acha tulia kwanza. Sio kicheko hicho, ushetani huo. Je, simu yako unaokuwa kwenye simu na BFJ? Kama simu itakufanya usiende mbinguni, achana na simu. Tuliishi pasipo simu. Mimi nakumbuka simu ya kwanza nilimiliki ilikuwa inaitwa Ericsson mwaka wa 2000. Yaani ilikuwa simu tunaweka hapa. Unalamba mkana wa nje alafu unaweka simu yako hapa, unatembea Yesu. Unaonekane. Nikaenda mji kijijini. Yaani natembea kila sehemu, kila mtu anione. Mimi nakwambia acha kabisa. Acha kabisa. Mambo hayo. Yes. Simu yako inakufanyaje? Inakuendesha? Mali yako inakuendeshaje? Nguo nzuri uliyevaa ikoje? Nywele zako uliyetengeneza vizuri hivi je? Je, ile lipstick na wanja uliyepaka ikoje? Je, kucha zako mwanamama uliyepaka? Yes, kucha uliyebandika mwanamama. Unajua kuna mtu mwingine kinachofanya abadilishe kutembea ni kile kucha. Kucha kama ni nzuri tu, sio kubadilisha miongo. Kuna wakati mwingine wewe umejitengeneza mpaka umekuwa kama scarecrow, umekuwa kama kichekesho. Huku umepaka nyekundu, huku umepaka blue, nywele zako ziko kijani. Mpaka mtu anasema, ni kitisho aina gani? Mungu aliyetaka uwe mweusi alikuweka mweusi. Mungu aliyemtaka Judy awe mweupe alimweka mweupe. Mungu aliyetaka mimi niwe maji ya kunde aliweka maji ya kunde. Furahia uumbaji wako. Amina, mtakatifu wa Bwana. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Nisamehe, lakini Mungu amesema na mtu mmoja. Yawezekana huo ndio uponyaji wako. Yule kijana aliponaje? Yule kijana ambaye nilitoa ushuhuda wake hapa. Yule kijana ameombewa na mabishop ambayo mimi siwezi kujitokeza wakiitwa mabishop. Watumishi wa Mungu ambayo mimi siwezi kujitokeza. Lakini mama yule alimwambia kitu kimoja hivi. Nilifundisha kitu kinachoitwa somo la msamaha. Nikamwambia habari za Mathayo sura ya 18 kuanzia mstari wa 15 mpaka 31. Nikamfundisha, nikamwambia nataka utoe wote uliowaweka kwenye magereza. Nikamwambia nataka kuwapigia sasa mchungaji haiwezekani. Akafumba na macho haiwezekani. Baadaye nikamwambia mama, wewe kama ni kuomba umeombewa na mtoto, wewe na mtoto mko kwenye mikono ya watesaji. Mtoto yule alipona kabla ya hata kuja hapa. Tulipokuwa tunaomba na yule mama ndio aliyebadilika. Nikamwambia taoga, kaanza kuoga. Kaanza kwenda chooni, alikuwa ndi chooni. Hatimaye nikamwambia atakuja akaletwa kanisa. Lakini kumbuka, alitolewa kwenye mikono ya watesaji, maana alikuwa amewaweka kwenye magereza. Alipoelewa somo, amepona japona. Yawezekana haya Bwana anasema na wewe ndio imebeba uponyaji wako. Kama ni kuomba, mbona umeombewa? Kama ni kuomba, je, kuna maombi ambayo hujaombewa? Maombi ya kufunga umeshaombewa, maombi ya kupiga kelele, maombi ya kulia, maombi ya kuembeleza. Wameshalia na kulia, machozi yameshatoka mengi, lakini bado uko pale pale. Nasema yawezekana ya kuwa kadhambi ndio kanachokusumbua. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Anybody with any question before I pray? Yes. Asante mchungaji. Kitabu chetu cha kwanza, kitabu chetu cha Waamuzi kimegawanyika katika sehemu kuu 3. Yes. Matangulizi, mambo makubwa ya kitabu, na maongeo mawili. Ndio. Swali langu,
Kwenye maongeo mawili tunaona ongeo la kwanza linahusu habari ya kuhamahama kwa wana wa Dani. Na ongeo letu la pili linahusu kupiga vita wana wa Benjamini na kuadhibu wenyeji wa Gibea kwa sababu ya tendo lao baya. Sasa kipindi hiki cha kuhamahama kilisababishwa na kitu gani, na wakati hawa watu waliowepo katika sehemu salama ninavyoona mimi? Na ndio maana nimeuliza, sengine ilikuwa inanichanganya, ndio maana nauliza hivi. Bila shaka watu hao, unaanza kwenye Kumbukumbu la Torati 32. Mungu anamwambia Musa kuwa watu hawa utakapoondoka wataniacha, na wakiniacha na mimi nitawafukuzia mbali. Umeona sasa? So ina maana kutulia kwao na kumiliki nchi ya ahadi ilitegemea kumtii Bwana na neno lake na kudumu katika neno lake. So kinachofanyika, tunaona kabisa kuwa tayari katika Yoshua sura ya 13 inaanza kwa kusema ya kuwa umri wa Yoshua ulikwenda sana. Mungu akamwambia umri wako umeenda sana, lakini sasa gawa sehemu ambayo umeshateka, lakini masalia mimi nitafanya nini? Nitawafukuza. Sura ya 24 Yoshua anawaaga, anakufa. Sura ya kwanza inaanza kitabu cha Waamuzi pale ambapo wanamwendea Bwana na kumuuliza kwa Bwana, Yoshua hayupo, wale Eliazari na wale wazee, maana wakina Caleb tayari wameshakufa, lakini nani atakayetoka mbele yetu na kutuongoza? Kura iliyepigwa na Finehasi mwana wa Eliazari moja kwa moja inaangukia wa Yuda. Wayuda wao kwa kuogopa wanamwambia Simeoni ya kuwa ndugu yangu, Bwana tuwezetu Bwana, na sisi tutakwenda na wewe. Tayari wakaanza kuonyesha roho ya hofu na mashaka. So kinachofanyika, walikuwa na kazi ya kuiendeleza utekaji. Ndio maana umeona somo langu katika sura ya kwanza nilipa kichwa ya kuwa utekaji ya Waisraeli usiofanya nini? Usiokamilika. Umeona sasa? So kumbuka ya kuwa wanapoamua kuenenda milimani, maana wale wana magari. So kumbuka ya kuwa tayari walishaona wao ni wadhaifu chini kule, maana chini kule wale wana farasi na magari ya chuma. So kule chini wanatuanguaje? Maana walikuwa hawamuoni Bwana, walikuwa wanaona ukuu wa magari na farasi. Jinsi ambao wewe huwa uone ukuu wa Mungu, unaona mlima Kilimanjaro ya tatizo lako. Umeona? Badala waone ukuu wa Mungu, unaona ukuu wa ugonjwa, unaona ukuu wa mashetani, unaona ukuu wa vitisho. Ndio maana sasa wote wakaamua sasa watafute sehemu ambayo ni laini. Nini? Mlimani. Maana wale waliyekuwa pabondeni na magari, walipokuwa napanda na magari yao kule mlimani, walikuwa napigwa, maana magari yasingeweza kupanda. Maana yalikuwa ni magari yanavutwa na nini? Na yale farasi. So wasingeweza kupanda kwa kasi. So Waisraeli kawa wanashinda sana mlimani. Ndio maana ukienda kwenye kitabu cha Wafalme utaona kabisa wafalme wakisema kuwa Mungu wa Israeli ni Mungu wa nini? Wa mlimani. So kumbuka ya kuwa ikabidi sasa definitely waanze kuhamia nini? Mlimani, maana ilikuwa ni sehemu salama. Lakini kilichotakiwa, umeona Wadani wanasukumwa na nani? Na Waamori hadi mlimani, maana kule mlimani wawezi. Waamori wakasema mlimani huko mko salama, teremkeni chini huku tuwaonyeshe somo. So ikabidi sasa uhamaji ikawa authentic, lazima uende juu ya mlima, maana kule chini wanakupiga kweli kweli, maana tayari walishaona ukuu wa magari ya chuma na farasi pasipo kuona ukuu wa Mungu wao. Umeona Mungu anaanza kuambia Dani Yuda hapo ya kuwa nitawatia mkononi mwako, na Bwana akawatia mkono. Mbona wakuendeleza? Lakini kumbuka ya kuwa sikio la kufa siku zote afanye nini? Alisikida. Ndio maana injili inahubiriwa sasa hivi. Mtu anatoka kanisani anakwenda kufanya uzinzi, anatoka kanisani anakwenda kuchokoza, anatoka kanisani anakwenda kutukana, anatoka kanisani anakwenda kuzipiga. Usinichezee kabisa bwana, unajua mimi. Unaona? So umetoka kanisani unakuwa kama wana wa Israeli. Ndio maana nasema hivi, watu walikuwa wanatafuta mlimani na tayari kwa uoga wao, ndio maana kuhamahama hiyo. Lakini tutaendelea kuona kule ya kuwa ni kitu iliyotabiriwa na Musa, sio jambo geni. Waliambiwa ya kuwa atamwacha Mungu,
nasema hivi, usimwache Mungu kwa sasa hivi. Hata makanisa watu wanahamahama. Kwa sababu gani? Umekuja agizo kuu hapo, jaona unachotaka. Ingawa Yesu alisema hivi, tuwe kama wafanya nini? Biashara, ambaye anaweza akaona lulu ile njema akauza aliyekuwa nayo akaenda kununua nzuri. Hata hapo ukiona haijakaa vizuri kwako, tafuta sehemu iliyofanya nini? Tukutania wapi? So kinachofanyika nini? Hii itakuwepo. Kama una matatizo, umeombewa maombi yote utapona. Ndio maana wengine kutoka makanisa wanaenda kwa waganga. Kule ndio wanaharibika kabisa. Nini? Watu wanatafuta uponyaji. Kama tuwezi kupona nyumbani, mbona tupone wapi? Kama tuwezi kupona nyumbani mwa Bwana, kama tuwezi kupata amani nyumbani mwa Bwana, kama neno la Mungu hawezi kuwa tegemeo la kimbilio letu, basi haiwezekani. Sijui kaka kama umeridhika. Nimeridhika, ila samani Bila samani. Ukisoma katika mstari wa 12, nasema huyo Kalebu alisema yeye atakayeupiga Kiriathi Saferi na kuutoa atamuoza mwanangu Aksa awe mkewe. Naye Othnieli mwana Kenazi ndugu mdogo wa huyo Kalebu aliutoa, basi akamuoza mwanamke Aksa. Sasa huyu mwanamke Aksa anaonyesha alivyoozwa kwa mtoto wa baba mdogo, kutokana na kushinda kule vita. Mimi naamini alikuwa na kila kitu kilichomfanya amwambie mkewe kwamba kaombe sehemu ya ardhi yenye vijito ni nini, wakati yeye ndo alishinda nani. Bila shaka Othnieli alishinda, lakini Othnieli hakuwa katika wale waliokuwa na gawa urithi. So yeye ujira wake ulikuwa ni yule mke aliyepewa, lakini eneo hilo lilikuwa chini ya nani? Caleb. So katika wale wagawaji ambao tuliona kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, msimamizi ya wagawaji kutoka Yuda alikuwa ni Caleb. So kumbuka ya kuwa Caleb alikuwa na mamlaka na heshima ilikuwepo. Ndio maana hata kama ulipigwa ukaipata, lakini bado ilikuwa ni lazima ifuate utaratibu ya mapenzi ya Mungu. Lakini kuolewa kwa Aksa, hiyo nilishafundisha kule nyuma ya kuwa watu walitakiwa waoane katika ndugu na jamaa ili watunze nini? Urithi isiende katika makabila mengine. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine? Basi mimi naomba. Sema Baba. Baba, katika jina lako. katika jina lako. Nimelisikia neno lako. Nimelisikia neno lako. Na Baba mweza wa yote. Na Baba mweza wa yote. Leo ninataka neno lako iliyoingia ndani yangu inibadilishe. Maana Bwana mimi nakupenda. Na nimekaa kwenye neno lako muda mrefu pasipo kupata matokeo mazuri. Lakini Bwana nimetambua ya kuwa wapo Waamori waliyebaki kwenye mawazo yangu, waliyebaki kwenye nafsi yangu, waliyebaki kwenye mwili wangu, waliyebaki kazini kwangu, waliyebaki kwenye biashara zangu, waliyebaki kwenye familia yangu, waliyebaki kwenye ukoo wangu. Baba mweza wa yote, jinsi Waisraeli waliposhindwa kuwafukuzia mbali Waamori na wakawa ni mwiba katika ubavu wao, nami kuna dhambi inayonizinga kwa wepesi ambayo ni Waamori. Baba mweza wa yote, najua ya kuwa uko tayari leo kutoka mbele yangu kama moto ulao, na yaweza yote katika wewe unitie nguvu. Baba mweza wa yote, najitenga na dhambi zote, dhambi ya uongo, dhambi ya tamaa,
Dhambi inayonizinga kwa wepesi. Dhambi inayonizinga kwa wepesi. Dhambi niliyerithi kutoka kwenye jina niliyepewa. Dhambi niliyorithi kutoka kwenye jina niliyopewa. Dhambi niliyerithi kutoka kwenye kabila langu. Dhambi niliyorithi kutoka kwenye kabila langu. Dhambi niliyorithi kutoka kwenye ukoo wangu. Dhambi niliyorithi kutoka kwenye ukoo wangu. Dhambi niliyorithi kutoka kwenye familia yangu. Dhambi niliyorithi kutoka kwenye familia yangu. Dhambi niliyorithi kutoka kwenye kanisa langu. Dhambi niliyorithi kutoka kwenye kanisa langu. Baba mweza wa yote, Baba mweza wa yote, ninawafukuzia mbali, ninawafukuzia mbali Waamori wote, Waamori wote kwenye nafsi yangu, kwenye nafsi yangu, kwenye roho yangu, kwenye roho yangu, kwenye mwili wangu, kwenye mwili wangu. na kuanzia leo Bwana, Kuanzia leo Bwana, neema yako initamie, inikarabati, iniumbe tena upya, umba mawazo yangu, umba fikra zangu, umba macho yangu, umba kinywa changu, umba nyota yangu, umba roho yangu, umba mwili wangu. Baba ninakushukuru, maana kuanzia leo utanipa uwezo na nguvu ya kushinda dhambi zote. Maana Baba mweza wa yote, dhambi sio sehemu yako. Katika jina la Yesu Kristo, wote waseme amen. Baba nashukuru jina lako kwa ajili ya watakatifu wako, maana jinsi ambayo Waisraeli walitakiwa Baba warehemu, wafukuzie mbali Waamori. Waamori walikuwa ni makabila yote yaliyokuwepo kwenye taifa la Kanaani. Baba wakawaogopa, na kama Wadani wakafukuziwa mbali juu ya mlima. Maana Baba wa rehema, waliogopa magari ya chuma na farasi Baba waliyepigana nao Wakanani katika tambarare na katika bonde. Baba mweza wa yote, ni kweli mipaka ya Waamori ikaendelea kuwepo Baba wa rehema, kama tulivyoona kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 1 mstari wa mwisho. Baba mweza wa yote, hata mimi Mwisraeli katika ulimwengu wa kiroho, Baba, mataifa aliyetakiwa ni atoe uzinzi, Baba wa rehema, masengeni, Baba wa rehema, roho ya hasira, roho ya kwa nini, roho ya masengeni, roho ya uongo na dhambi zote niliyorithi kutoka kwenye ukoo wangu, ama niliyoambukizwa Baba kazini, ama kwenye biashara, ama hata kanisani. Baba mweza wa yote, najitenga na dhambi zote Baba. Hao Waamori waliojenga makazi katika himaya yangu, najitenga nao kwa jina la Yesu. Dhambi iliyonizinga kwa wepesi Baba, utupe uwezesho ya kushinda dhambi zote, maana imeandikwa, utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yote. Baba wa rehema, natangaza uponyaji katika maisha ya watu wako. Natangaza uponyaji katika nafsi zao, roho na mwili. Natangaza uponyaji Baba katika familia yao na ukoo wao. Natangaza uponyaji katika taifa letu, mikoa yetu, wilaya zetu, na Baba kata zote, tarafa, pamoja na Baba wa rehema vijiji vyote. Baba, na watakaza katika damu yako, na kuanzia leo Baba wa rehema, Roho Mtakatifu kaa ndani yako, umkumbushe na kumpa uwezo wa kushinda dhambi, na yafuta matokeo yote ya dhambi, laana zote, magonjwa yote, kuzaa mapoza, kupata fedha na kupoteza, kwa jina la Yoshua. Na yafuta kwa jina la Yoshua. Vichome, uso uliofunikwa, uso yenye mabaka, kupauka na kuparara, na yafuta hata wale wanayewang'oa kwenye kio, wanayefanyia Baba michezo Baba kwenye vioo, ninayafuta kwa jina la Yesu. Kuanzia leo na watia ujasiri, maana wenye haki yako ni majasiri kama simba, wasiokuwa wakati ukimbia hata pasipo kukimbizwa. Kuanzia leo roho ya ujasiri iwajae, neno lako likae ndani yao kwa wingi. Na Baba, wewe unapenda wale wakupendao na wakutafutao kwa bidii, maana wao ndio watakaye kuona. Na katika jina la Yoshua na wote tuseme amen. Amen. Hebu nisikie makofi, nipe makofi kwa ajili ya Bwana. Kila sana, lakini nasema hivi, kila siku ni mpya kwetu. Hayo usingeweza kuyapata, usingefika hapa. Hatua moja yaanzisha hatua nyingine. Yaweke kwenye matumizi. Yaweke kwenye matumizi. Imani pasipo matendo imekufa. Mara nyingi watu wengi sana wanasikia neno la Mungu, lakini hawaweki kwenye matumizi. Usiwe mwepesi wa kuongea sana. Kwenye siasa wewe ndio mchongaji namba 1. Unahubiri Biblia saa ngapi? Unasoma Biblia saa ngapi? Unashuhudia watu saa ngapi? Kwenye habari za mpira wewe namba 1.
Yule mcheza mpira wala fanyi kazi nyingine. Yule Ronaldo yeye kila siku asubuhi akiamka anapiga chenga, anapiga danadana pale na kujaribu kupiga zile suti. Hebu tuweke concentration kwenye neno la Mungu. Unasoma Biblia saa ngapi? Yesu akasema anayeweka shamba jembe shambani na kutazama nyuma fanye nini? Hafai kwenye ufalme wako. Maana nasema hivi. Hebu watu wa Mungu tutazame Biblia. Yale uliyepata ni tafsiri ya sehemu nyingine. Yaongea haya kule nje uone kama utapata matokeo mazuri. Na yaongea haya. Hata umesikia nilipoomba mara ya kwanza, nilipoomba mara ya pili. Naomba na neno ambao Mungu ametufundisha hapa. Bwana utazama neno lake ili apate kulitimiza. Mimi siko hivi kwa sababu ya hayo Bwana anayefundisha. Kama wewe hujapokea, mimi napokea. Na nikirudi nyumbani nakaa tena nasikiliza kwenye Facebook na YouTube mpaka nimalize. Kwani sikilize wakati Bwana alikuwa ananitumia hapa kuyafundisha. Think. Basi nafikia hapo.